Siku ya leo Arusha ni shwari, lakini Arusha tunaendelea kusimamia misingi ya utawala bora, lakini pia kulinda watu na mali zao, lakini pia kuhakikisha watu wetu wanakuwa salama. Na tunahimiza sana masuala ya usalama na amani na utulivu kwa jamii yetu. Sasa leo tumewakamata watu walioleta vurugu kwenye msafara wa kwangu mimi nikiwa kazini, na hatimaye katika msafara huo kusababisha afisa wangu wa tarafa kupigwa na jiwe. Tumekuwa tukiwatafuta wahalifu, lakini wamekuwa wakikimbia. Kwa bahati nzuri, kwa ushirikiano na wananchi tumeweza kuwapata na wamekuja kuripoti ofisini kwangu. Niseme tu, Arusha ni salama, lakini si salama kwa wahalifu. Mhalifu yoyote ambaye analeta vurugu na kukosesha amani watu na maendeleo ya watu, sisi tutachukua hatua kali dhidi yake. Kwa hiyo niko hapa kuwaambia wananchi wa Arusha wakae kwa amani, lakini pia wajifunze tabia nzuri za kuishi huko waliko na mitaa yetu yote. Ninawashukuru sana viongozi wa serikali waliochaguliwa mwaka 2024 wa serikali za mitaa. Wanafanya kazi kubwa na wanashirikiana sana na wananchi katika kuhakikisha wanapata maendeleo. Lakini swala la amani, baadhi ya wananchi wamekuwa wakidharau na kupuuzia maelekezo ya viongozi wao, hatimaye kuchukua sheria mkononi kama vile ufungaji wa barabara, lakini pia kuwapiga na kuwazomea wakati fulani viongozi wa serikali. Wafahamu kwamba viongozi wa serikali ni viongozi ambao wanawasaidia wao katika maendeleo yao na wanawalinda. Kiongozi kama afisa tarafa ni kiongozi mkubwa sana, ni kiongozi ambaye anamsaidia DC katika tarafa, na hapa wilaya tuna tarafa 3. Ile tarafa ya Lerai sasa kiongozi ameshapigwa, na ninavyozungumza hivi sasa bado anaendelea kufanywa matibabu hospitali yetu kubwa ya mkoa Mount Meru. Sasa ni jambo la kusikitisha, badala ya kuhangaika na maendeleo tunahangaika na mgonjwa ili apone arudi kazini tuweze kushirikiana naye. Jambo hili si jema kwa mtu wa kawaida kulifanya. Sasa tumewakamata watu wahalifu waliothubutu kufanya vitendo vya kihalifu na vya vurugu siku ile ya tarehe 13 mwezi wa 6 2025 wakati wa kikao changu katika mtaa wa Uswahilini. Sasa nimewachukua na nitahakikisha ninawafikisha kwenye vyombo vya sheria ili vikachukue mkondo wake, na hii iwe mwisho kwa yoyote ambaye ataleta vurugu za namna hii au kufunga barabara au namna yoyote ya vurugu. Tutakuwa tumeanza naye na tunahakika vyombo vyetu vya sheria vitatenda haki.